Iran inaweza kukabiliwa na hali ngumu zaidi ya kiuchumi, machafuko ya ndani au mashambulizi mapya ya kijeshi iwapo itashindwa kufikia makubaliano ya mwisho wa Marekani ndani ya kipindi kilichopendekezwa cha siku 60 za mazungumzo. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif alisema kuwa kudhibiti mvutano kati ya Tehran na Washington ni muhimu kwa uhusiano mpana wa kimataifa wa Iran, kwa sababu hata mataifa washirika wa Iran yataepuka ushirikiano na uweza kuwa na gharama kubwa wakati wa mzozo wake na Marekani ukiendelea. Kinachokwenda kinyume na matarajio ni kwamba Urusi na China hazikuwa washirika wa Iran wala hazikutoa msaada wa maana wakati wa vita hivyo viwili. Aliandika, alieleza kuwa mlango bahari wa Hormuz ni nyenzo ya ushawishi ambayo Iran inapaswa kuitumia katika mazungumzo na badala ya kuiachia bila kupata makubaliano au manufaa ya upande mwingine. Kudumisha kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kwa muda mrefu sana au kutumia kwa manufaa ya muda mfupi kutajenga msimamo wa pamoja wa kimataifa dhidi ya Iran, hata China ikijiunga, Zarif aliandika. Waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje alieleza hati ya makubaliano ya awali kati ya Marekani na Iran kama fursa ya kipekee kwa diplomasia, lakini akasema kuwa fursa hiyo ina muda maalum na kwamba hatari ya kutokea kwa shambulio jingine inaweza kuongezeka baada ya uchaguzi wa Marekani. Zarif alipendekeza sera ya uwiano wa kina inayolenga kuimarisha uhusiano wa Iran na nchi jirani, China, Urusi na mataifa ya Ulaya. Pia alitoa wito wa kuundwa kwa muungano wa kikanda unaohusisha Iran, Uturuki, Saudi Arabia, Misri na Pakistan pamoja na Qatar, Oman, Indonesia na Malaysia. Iran imekataa pendekezo la Marekani la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Iran imekataa pendekezo la hivi karibuni la Marekani kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kabla ya vita kumalizika. Mtandao wa Al-Mayadin unaunga mkono na Hezbollah uliripoti siku ya Jumatatu ukinukuu chanzo kutoka Iran. Kwa mujibu wa chanzo hicho, Washington ilikuwa imeipa Tehran pendekezo la kufanya makubaliano yanayohusisha na kufungwa kwa njia ya kusini ya mlango huo wa bahari. Iran imewanyonga wafungwa wawili wa kisiasa mapema Jumatatu baada ya kutiwa hatiani kwa madai ya upelelezi na ushirikiano wa kiintelijensia na Israeli, kwa mujibu wa mahakama nchi hiyo. Hatua hiyo inaendeleza ongezeko la hukumu za kifo zinazotekelezwa chini ya mashtaka mapana yanayohusiana na usalama wa taifa. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha mahakama Iran, Omid Beizan pamoja na Pouria Savati walinyongwa Jumatatu baada ya mahakama ya juu ya Iran kuthibitisha hukumu zao za kifo. Kwa mujibu wa Mizani, wanaume hao wawili walituma uratibu wa maeneo, picha pamoja na taarifa kuhusu maeneo ya kijeshi na kiusalama ya Iran kwa maafisa wa shirika la ujasusi la Israel Mossad pamoja na njia za mawasiliano. Madai hayo yanahusishwa na vita vya siku 12 na 40 vilivyotokea mwaka 2025 pamoja na mwaka 2026. Ripoti hiyo ilisema wawili hao walitambuliwa na kukamatwa na shirika la ujasusi la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, lakini haikueleza walikamatwa lini, wapi au kwa mazingira gani. Chombo hicho cha mahakama pia kilidai kuwa Beizadi alikuwa na mahusiano ya moja kwa moja na msimamizi wa kituo cha Telegram kinachohusishwa na Israel na kwamba aliunga mkono kampeni za kijeshi za Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mizani ilitaja kile kilichoelezwa kuwa maungano ya Beizadi kama sehemu ya ushahidi. Hata hivyo, kwa miaka mingi makundi ya kutetea haki za binadamu yamekuwa kiripoti kwa mamlaka za Iran zimekuwa zikipata maungamo kwa njia za kulazimisha, mateso na mazingira magumu ya kizuizini. Mamlaka za Irani zimekuwa zikitumia mashtaka yenye tafsiri pana kama vile upelelezi, kutenda kinyume na usalama wa taifa, uasi wa kutumia silaha, uadui dhidi ya Mungu na ufisadi duniani, kuwanyamazisha wakosoaji na kuwaondoa wapinzani wa kisiasa. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema mashtaka hayo hutumiwa mara kwa mara dhidi ya waandamanaji, wakosoaji wa serikali na wafungwa wa kisiasa ili kuwaonesha kama tishio kwa usalama wa taifa na kutoa msingi wa kisheria wa kuwahukumu kifo. Amnesty International, Human Rights Watch na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameandika kuhusu matukio mengi ambayo hukumu hizo zilitolewa na mahakama za mapinduzi baada ya kesi zilizojaa ukiukwaji mkubwa wa haki au kuendeshwa kwa haraka kupita kiasi. Katika baadhi ya kesi hizo, washtakiwa walinyimwa fursa ya kupata msaada wa maana kutoka kwa mawakili, huku hukumu zikitegemea maungamo ya kulazimishwa ambayo yalidai kupatikana kwa mateso. Kwa mujibu wa Mizani, Sarfati alipiga picha mifumo ya ulinzi wa anga Irani akiwa juu ya paa za majengo wakati wa vita vya siku 12, kisha akazituma kupitia njia za mawasiliano zinazohusishwa na Israel. Chombo hicho kilidai kwa baadhi ya maeneo yaliyopigwa picha yalishambuliwa kwa mabomu baadaye bila kutoa ushahidi. Pia kilidai kuwa katika baadhi ya matukio Sarfati alikuwa na mawasiliano moja kwa moja na Mossad na kwamba alituma ujumbe kwa Iran International.
Kwa mujibu wa Mizani, mahakama iliwahukumu wanaume hao wawili kifo kwa kutegemea kile kilichoelezwa kuwa maungamo ya wazi, ushahidi wa kiufundi, ujumbe uliopatikana na ushahidi mwingine. Hukumu hizo zilithibitishwa na mahakama ya juu kabla ya kutekelezwa siku ya Jumatatu. Katika miezi ya hivi karibuni, Iran imeongeza kasi ya kukamata, kushtaki na kunyonga watu, na mamlaka zimehukumu au kuwanyonga makumi ya watu kwa mashtaka mbalimbali, ikiwemo upelelezi, kuhusika katika maandamano na kuwa wanachama wa kundi la upinzani lililo uhamishoni. Makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na wanaharakati wanasema mamlaka zimepanua msako huo kufuatia mapambano ya hivi karibuni ya kijeshi. Kwa mujibu wao, kampeni hiyo inalenga kuzuia kutokea tena kwa maandamano ya umma yanayochochewa na kuongezeka kwa matatizo ya kiuchumi na kisiasa nchini Iran. Wakati huo huo, Profesa Payam Havani aliyewahi kuwa mwendesha mashtaka wa Umoja wa Mataifa amesema wimbi la hivi karibuni la kunyongwa hadharani kwa waandamanaji nchini Iran ni sawa na mauaji na linaunda sehemu ya uhalifu unaoendeshwa dhidi ya ubinadamu.